Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Hiki ni kipindi cha Kutoka Kanisani, kipindi maalum kikikujia kutoka parokia kihistoria ya Kashozi, inayopatikana zaidi ya kilomita 20 kutoka katikati ya mji wa Bukoba. Hapa hii leo kuna tukio kubwa lenye kusisimua nyoyo za wengi. Ni kwamba aliyekuwa mwadhama Cardinal Laurian Rugambwa, aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 1997, alizikwa katika kanisa hili la kihistoria kwa muda. Na leo hii basi masalia yake yamekwisha tolewa katika kaburi, tayari tena kwenda kuzikwa upya katika nyumba yake ya ahadi, kanisa kuu la kiaskofu la Bikira Maria wa Huruma lililopo Rumuli katika mji wa Bukoba. Hapa sio huzuni, hapa ni shamra shamra, ni furaha, ni shangwe. Wakristo wanashangilia, wanamshukuru Mungu, wanamsifu Mungu, wanamwombea mwadhama katika tukio hili la pekee na la kihistoria katika nchi yetu ya Tanzania. Wageni mbalimbali wamekwisha wasili katika sherehe hizi za pekee kutoka kila pembe ya nchi ya Tanzania na nchi za nje. Mimi ni Festus Makerubi, mtayarishaji wa kipindi hiki, nikiwa nashirikiana na mpiga picha Hamisi Mwege. Kwa pamoja tupo Bukoba kukuonesha tukio zima linavyoendelea. Mtazamaji, kama unavyoona, hii ni ngoma ya Kinyarwanda kutoka Rwanda, maalum kabisa katika shamra hizi za hakika ni shangwe, ni furaha kutoka kanisa la kihistoria la Kashozi. Wanyarwanda hawa, mtazamaji, ndio wanashajihisha sikukuu hii ya leo ya kuhamisha masalia ya mwadhama Cardinal Laurian Rugambwa. Ngoma hii sasa ndio inaingia kuelekea katika uga wa kanisa la Kashozi, na muda mfupi kutaweza misa takatifu itaweza kuanza. Hakika inavutia, inapendeza kabisa. Hapa sio huzuni, mtazamaji, bali ni shamra, ni sherehe, maana yeye aliyekufa mwaka 1997 na kuzikwa katika kitongoji hiki cha Kashozi, masalia yake yameweza kutolewa na kwenda kuzikwa upya kwenda kwenye kanisa kuu la kiaskofu la Rumuli. Na pengine niweze kuongea na baadhi ya wageni ambao wamefika hapa. Ndugu, tumsifu Yesu Kristo. Unaweza kuona, mtazamaji, bendera, wamependeza kwa kweli. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jovita Katabaro kutoka Dar es Salaam. Tumekuja kwenye misa ya mazishi hapa. Leo unajisikiaje kufika Bukoba na kushuhudia tukio hili la kihistoria? Najisikia ni furaha kubwa, kwa sababu hii ni siku ambayo tumeisubiri kwa miaka 15 baada ya kuwa amezikwa kwa muda, na sasa anazikwa rasmi katika kaburi lake la kudumu pa milele. Kwa hiyo ni furaha kwetu sisi wa Katoliki kuona kwamba tunamlaza Nyakutunu Ntara Laurian Kardinali Rugambwa mahali pake pa kudumu, kwa sababu yeye alisema akifa azikwe katika kanisa kuu la jimbo la Bukoba. Wewe kwa haraka unamtafakari vipi mwadhama? Alikuwa ni mtu wa namna gani? Pamoja na uadilifu, ni mtu aliyependa sana maendeleo ya kijamii, maendeleo ya kiroho kwa watu wote. Kwa mfano, mambo aliyoyafanya yote yalikuwa analenga kuendeleza binadamu kiroho na katika mambo ya kiuchumi, katika mambo ya kijamii. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na upeo mkubwa wa maendeleo ya binadamu. Mimi nakutakia sherehe njema na Mungu akubariki. Asante sana. Haya, mtazamaji, naongea na baadhi ya Wakristo waliofika katika tukio hili pekee la kuhamisha masalia ya mwadhama Cardinal Laurian Rugambwa. Pengine niwafuata hapa, kuna waandishi pia, naweza kumuona ndugu hapa. Ndugu, unaitwa nani? Mimi naitwa Reginald Miruko. Na kuona ni mwandishi kutoka wapi? Natoka gazeti la Mwananchi. Nimekuja rasmi kukava hii event ya
kuhamisha mwili wa Mwadhama Laurent Rugambwa kwenda mahali pake alipochagua yeye mwenyewe. Kwa nini umeona tukio hili umelipa uzito hasa mpaka kuona ni vyema kuliandika kwenye gazeti? Hili ni tukio kubwa kihabari. Mwadhama alikuwa mtu maarufu hapa nchini na duniani kote. Alikuwa, kama unavyojua, alikuwa kardinali wa kwanza Mwafrika na alikuwa askofu wa 3 Afrika, akitanguliwa na Askofu Joseph Kiwanuka wa Uganda na Askofu Rama Solanda wa Madagascar. Kwa hiyo kwa dunia ni mtu anayejulikana, na kama unavyojua habari, jina maarufu linatengeneza habari. Unawaambia nini Watanzania katika tukio hili ambalo leo mwenyewe binafsi umelishuhudia? Na kwanza nilipongeza Kanisa Katoliki kwa kufanya tukio hili, kwa sababu limetukumbusha, maana miaka 15 ambayo imepita toka afariki dunia, watu wengine walikuwa wameanza kumsahau, lakini kwa kufanya tukio hili watu wamemkumbuka na watajua kwamba Tanzania imetoa mtu maarufu kwa dunia hii. Pengine jitambulishe kwa watazamaji, unaitwa askofu nani? Mimi naitwa Severini Niwemugizi, ni askofu wa jimbo la Rulenge Ngara. Hebu tuelezee siku hii ina umuhimu gani kwetu sisi wa Kristo? Kwetu sisi wa Kristo siku hii ina umuhimu mkubwa, kwa sababu huyu ni kiongozi wa kanisa ambaye ameweka historia sio kwa kanisa la Tanzania tu, lakini kwa kanisa la Afrika na ulimwengu, kwa sababu huyu alikuwa kardinali wa kwanza Mwafrika kutoka Afrika. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuwa kardinali na amefanya mambo makubwa sana katika kanisa la Tanzania, na hivi ni heshima kubwa sana sisi kumuenzi kwa kumweka pale katika kanisa kuu la jimbo la Bukoba, ambapo yeye amekuwa askofu wa jimbo hili, amejenga lile kanisa kuu na akaomba zikwe katika kanisa hilo. Kwa hiyo kwetu sisi waamini tunaweza kuona ukuu wa Mungu katika kuongoza jumuiya ya Kikristo na kutupatia viongozi ambao wameweka misingi mikubwa sana, na hivi sisi kwetu ni heshima kubwa sana kumwenzi. Lakini leo tunaona kwamba masalia yake yashatolewa kwenye kaburi, lakini sio huzuni tena, watu wamefurahi sana hapa. Kuna msisimuko mkubwa sana huko, shamra. Pengine zinataka kuashiria nini hasa hizi shamra? Kwanza wanampenda kama alikuwa kiongozi wao, lakini hata wale vijana wadogo wanasisimuka sana, ndio wanaona kwamba kumbe kanisa kweli ni taasisi kubwa, ni chombo cha Mungu, kiasi kwamba hata viongozi ambao wamepita miaka mingi iliyopita bado wanakumbukwa, na inaleta msisimuko mkubwa sana. Pengine huyu atakuja kuwa mtakatifu. Tunatumaini hivyo. Mungu ataongoza mambo yote yale anayotaka yawe, basi yatakuwa. Mimi nakutakia sherehe njema. Asante sana, na wewe pia. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni askofu wa jimbo Katoliki la Rulenge ambaye nimepata bahati ya kuongea naye. Wageni ni wengi kabisa katika uga huu wa kanisa la kihistoria la Kashozi. Wamefika hapa kuja kushuhudia tukio hili la pekee katika nchi yetu ya Tanzania. Naitwa Paulina Bilinyi. Natokea Dar es Salaam. Sehemu gani? Sinza. Lengo lako la kufika Bukoba hii leo ni nini? Lengo langu kufika huko Bukoba kuja kusali misa Kardinali Rugambwa na kuhamisha masalia yake tukapeleka katika kanisa kubwa ambayo alianza kulijenga. Unajisikiaje baada ya kufika Bukoba? Umeonaje mji wa Bukoba na shamra hizi za kuhamisha masalia ya Mwadhama? Yaani najisikia raha kweli, naona kama nimefika mbinguni. Na hapo hata misa bado haijaanza, lakini kianza naona kama nishapokelewa mbinguni kabisa. Yaani watu wasiofika huku, yaani huko sisi tunasikia raha kubwa sana.
Mtazamaji, kumbuka ni kipindi cha Kutoka Kanisani, kipindi maalum tukiwa ndani ya kanisa la kihistoria la Kashozi, ambapo Mwadhama Cardinal Laurent Rugambwa aliweza kuzikwa hapa kwa muda akisubiri kuzikwa upya katika kanisa alilotaka yeye mwenyewe azikwe, kanisa kuu la kiaskofu la Bikira Maria wa Huruma lililopo katikati ya mji wa Bukoba. Na misa hii imeanza kwa maandamano ikiwa inaongozwa na askofu wa jimbo kuu Katoliki la Mwanza, Thaddeus Ruwaichi. Misa hii imejumuisha maaskofu wengi kabisa kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania pamoja na nchi za nje. Wamefika hapa kwa lengo moja tu la kumshukuru Mwenyezi Mungu na vile vile kuhamisha masalia haya ambayo yako mbele yetu hivi sasa. Kwa hii ya pamoja ndio kwa hii ya Mtakatifu Yuda Tadei ndio inaimba umpe Bwana raha ya milele. Tumekuja hapa kuadhimisha imani yetu katika Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyeteswa, aliyekufa, aliyefufuka. Katika Injili tutakayosomewa, Yesu anajibainisha kwetu kuwa ni njia, ukweli na uzima. Tunamsindikiza kwa mara nyingine mpendwa wetu hayati Laurent Cardinal Rugambwa, ambaye mwaka wa 1997 alizikwa katika kanisa hili. Lakini kama ilivyo haki ya kila askofu wa jimbo, alikuwa amependa azikwe katika kanisa kuu alilokuwa amelijenga, na ndani yake akawafundisha, akawaongoza, akawatakatifuza watu wa Mungu. Leo tumekuja hapa kumsindikiza katika safari hiyo ya kupumzishwa pale ambapo yeye alitaka. Lakini hilo tunalolifanya litukumbushe kwamba kwa hakika mahali pake pa kupumzika hatimaye kabisa wala sio Kashozi au Bukoba mjini, bali ni katika ufalme wa Mungu. Hilo sasa tunamwombea Mungu amjalie apumzike katika ufalme wake, aufurahie uwepo wake, ukuu wake, uzuri na utimilifu wake wa kimungu, pamoja na wale ambao Mungu amewapenda. Tunapofanya hivi,
Tunamshukuru pia kwa kuwa mwaka huu ni miaka 100 tangu alipozaliwa. Basi katika hiyo miaka 100 Mungu alimjalia ngwe nzuri na ndefu ya ufuasi katika imani, ya huduma katika kanisa, ya utume kwa taifa la Mungu. Tumombe Mungu amjalie sasa baraka ile aliyoitumaini, tunapomshukuru kwa zawadi hii kubwa ambayo kama kanisa tulipewa katika huyu tunayemwombea. Sisi sote ni wasafiri, sisi sote ni wahaji. Tunapenda kuomba neema ya Mungu kusudi tufanye hija yetu vizuri, kwa imani, kwa matumaini, kwa mapendo. Tukizingatia hayo, tujute dhambi zetu. Mungu ulimteua mtumishi wako Kardinali Laurian Rugambwa, ukampa cheo cha ukuhani wa mitume. Tunakuomba umkaribishe mbinguni miongoni mwao. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia,
Mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hilo ndilo neno la Bwana. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, katika kutafakari fumbo tunaloadhimisha leo, ninapenda kuwaalika turudi nyuma katika maandiko matakatifu na kutazama sehemu ya mwanzo wa mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo tunafundishwa kwamba Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake, na akaona kuwa anapendeza. Mtu huyu aliumbwa na Mungu kwa mpango maalum. Lakini katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo tunakutana na kukengeuka kwa mwanadamu, kuamua kujitafuta mwenyewe, kuridhia utumwa wa dhambi. Hata kama mwanadamu ameridhia utumwa wa dhambi, lakini sio utashi wa Mungu, si mpango wa Mungu mwanadamu atokomee. Ni utashi wa Mungu kwamba mwanadamu kiumbe wake mteule aokoke, auone utukufu wake. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa kuadhimisha matendo makuu ya Mungu katika maisha, katika wito, katika uwakfu na katika utume wa hayati Laurian Kardinal Rugambwa, mwana wa ardhi hii, mwana wa taifa hili, mwana wa bara la Afrika, aliyejaliwa karama ya kuwa Mkristo wakati kanisa Katoliki likiwa bado ni changa katika nchi hii. Alipozaliwa mwaka 1912, kanisa lilikuwa bado teke kabisa. Lakini Mungu anatenda makuu. Hata katika kanisa changa anaita watu wake, anawachochea watu wake wapate kumwambata, wapate kumtumikia, wapate kuwa wajumbe wa habari njema. Mwadhama Laurian Kardinal Rugambwa aliitikia Injili, akamtumainia Kristo. Alinafsisha ujumbe wa Injili ya leo, akakubali kuupokea wito wa upadre, akawa padre katika kanisa changa, na katika kanisa hilo Mungu akazidi kumwita na kumtunukia utimilifu wa ukuhani. Utimilifu wa ukuhani kama askofu, kwanza wa Rutabo, baadaye wa Bukoba na baadaye wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kazi yake ilikuwa ni moja: kuwaelekeza watu kwa Yesu, ambaye kama tulivyosikia katika Injili ya leo ni njia, ni ukweli, ni uzima. Ni njia ya kumrudia na kumwendea Baba,
ambaye ndiye chimbuko letu, matamanio yetu na lengo letu. Ni ukweli wa Mungu mwenyewe, kwa kuwa Yesu Kristo ni Mungu aliyejinyenyekesha, akajishusha, akawa mdogo, akawa Mungu pamoja nasi, kusudi sisi tuzawadiwe tena hadhi ya kuwa watoto wa Mungu. Sehemu ya utume wa hayati Kardinali Rugambwa ilikuwa ni kutekeleza hilo, kuwafanya watu aliokabidhiwa wajitambue na waamue kuishi kama watoto wa Mungu, wapate kiu yao kutimilizwa, kiu ambayo tunaikuta pia katika Injili. Endapo Injili tuliyosomewa ingerefushwa kidogo tu, badala ya kuishia mstari wa 6 wa sura ya 14 ukaishia mstari wa 8, tungesikia maneno yafuatayo kutoka kwa Filipo: Bwana, tuonyeshe Baba nasi tutatosheka. Bwana, tuonyeshe Baba nasi tutatosheka. Hiyo ni sala nzito ya taamuli, ni sala nzito ya contemplatio aliyoitoa Filipo. Filipo ambaye ni mtangulizi wa hayati Laurian Kardinal Rugambwa katika urika wa mitume. Hayati kardinali wetu akiwa kielelezo katika bara la Afrika kama askofu wa 3 Mwafrika na kama askofu wa kwanza Mwafrika wa Tanganyika, basi alitufundisha kurudia na kujaa hiyo tamaa ya Filipo, kutamani kumwona Mungu. Aliwasaidia watu wamuone Mungu kwa kuwafundisha, sio kuwafundisha porojo, sio kuwafundisha mbwembwe. Aliwafundisha habari njema, aliwafundisha kukutana na Kristo, aliwafundisha kumjua, kumpenda, kumtumikia, kumwishia Mungu. Alitekeleza hilo pia kwa kuwatakatifuza watu. Aliwatakatifuza kwa kuadhimisha sakramenti za kanisa ambazo kwa njia yake walipata fursa ya kumpokea Roho Mtakatifu, ya kumpokea Mungu, ya kuishi uhai wake Kristo. Aliwaongoza, au kama inavyotumika katika mazingira mengine, aliwatawala kama taifa la Mungu, wapate kuenenda kama atakavyo Mungu. Leo tunamwombea, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kuwa kutoka katika kanisa changa la Tanganyika alimuinua mtumishi wake mnyofu, mwenye bidii na mstahimilivu, apate kulijenga kanisa lake. Tunamshukuru Mungu kwa yale yote ambayo alitekeleza kwa njia na kwa vipaji vyake. Tunamuomba Mungu ategemeze, adumishe na akamilishe kwa nguvu yake yale mema aliyolijalia kanisa kwa njia yake.
vipaji ulivyomkirimia, akavitumia kadiri ya mapenzi yako. Mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, hiki ni kipindi maalum cha kutoka kanisani kikikujia kutoka kanisa la kihistoria la Kashozi. Leo hii wakihamisha masalia ya mwadhama Cardinal Laurent Rugambwa ambaye alizikwa hapa mwaka 1997 kwa muda, na leo hii basi wamefikia kilele cha kumhamisha kwenda kwenye kanisa kuu la kiaskofu la Mtakatifu Maria Mama wa Huruma. Wakristo bado wanaendelea kutoa sadaka. Leo ikiwa ni Jumapili ya pekee, tukisali na Wakristo wa Jimbo Katoliki la Bukoba, misa maalum ya kuhamisha masalia ya mwadhama Cardinal Laurent Rugambwa ambaye alifariki tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 1997. Na misa hii imehudhuriwa na wageni mbalimbali kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania na nchi za nje. Wamefika hapa kwa lengo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na vile vile kumwombea mwadhama, ambapo masalia hayo yatatolewa ndani ya kanisa hili la Kashozi na kwenda kuzikwa katika kanisa kuu la Bikira Maria wa Huruma lililopo katikati ya mji wa Bukoba. Waimbaji hawa wanaimba vizuri. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba upokee sadaka tunayokutolea kwa ajili ya mtumishi wako Kardinali Laurent Rugambwa, uliompa cheo cha uaskofu alipokuwa duniani. Tunaomba uamuru aingie katika jamii ya watakatifu katika ufalme wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa kwa kuwa alituahidi uzima wa milele.
ndini nayo makao ya hapa duniani yakishabomolewa, tutapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, usibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetoa Mungu tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyu mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliyotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufunye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wajumbe wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao tunatuombea kwako. Umkumbuke mtumishi wako hayati Laurian Kardinal Rugambwa, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalia ushiriki pia ufufuko wake.
siku ya ufufuko, Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Pia uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, nao wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapofuta machozi yetu yote, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri yao wanaoalikwa kwenye karamu ya Bwana.
Hakika tunakushukuru kwa mema yote. Yesu, tunasema asante. Tumeweza kuvuka milima na mabonde hadi ziwa Victoria na tukaweza kusali na Wakristo parokia Kashozi inapatikana zaidi ya kilomita 1520 kutoka katikati ya mji wa Dar es Salaam. Hii ilikuwa ni misa maalum ambapo hivi sasa inaelekea ukingoni. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, imekuwa ni Jumapili ya kupendeza kabisa ambapo umeweza kuliona na kulishuhudia tukio la kuhamisha masalia ya Mwadhama Cardinal Laurian Rugambwa ambaye alifariki dunia tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 1997. Na leo masalia yake yameweza kuhamishwa na kwenda kuzikwa katika nyumba yake ya amani ama nyumba ya milele, kanisa kuu la kiaskofu la Bikira Maria wa Huruma. Misa hii takatifu imeweza kuhudhuriwa na wageni mbalimbali kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania na nchi za nje wameweza kufika hapa kuja kushuhudia tukio hili la pekee. Misa takatifu imekamilika ikiwa imeongozwa na askofu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza Tadeus Ruwaichi. Waimbaji ambao wamepamba misa hii, ibada hii leo ilikuwa ni ibada ya kufurahia tukio hili la kuhamisha masalia haya ya Mwadhama. Ni kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei kutoka parokia ya Kashozi. Mimi ni mtayarishaji kipindi hiki Festus Makerubi nikiwa nimeshirikiana na mpiga picha Hamisi Mwege. Kwa pamoja tunakutakia Jumapili yenye baraka tele na Mungu aliyezifanya mbingu na nchi akubariki kutoka Sioni. Asante na kwaherini.